Utajiri unapatikana katika zao la ndimu ni upatikanaji wa pesa awamu mara mbili kwa mwaka. Ina maana utakuwa unavuna mara mbili kwa mwaka na kuweza kujiingizia kipato mara mbili kwa mwaka. Hii inapelekea wewe kuweza kukua kiuchumi na kuweza kupata uhuru wa kifedha, kwani kwa mwaka unaingiza mara mbili. Na kuna mambo muhimu sana ambayo unaweza kuyafanya ili kusudi kuweza kutimiza haya malengo yako na kuweza kutimiza mambo haya muhimu ya kuweza kufikia utajiri huu ambao ndimu itaweza kukugawia wewe. Hivyo ndugu mtazamaji, kikubwa kabisa inabidi uweze kuandaa shamba lako, shamba ambalo utakaloliandaa liweze kupelekea wewe kuweza kuvuna hizo ndimu mara mbili kwa mwaka. Na kitu kingine ndugu mtazamaji, inatakiwa uweze kuandaa mbegu bora ya ndimu, kwani tunasema katika mbegu ya ndimu kuna mbegu aina mbili ya ndimu. Kuna mbegu ile ya kisasa pamoja na mbegu ya kizamani. Mbegu ya kizamani ni mbegu ambayo inakaa kwa muda mwingi. Ina maana kuanzia miaka 4 mpaka 5 ndio unaanza kupata mavuno na unaanza kupata utajiri wako baada ya miaka 5. Lakini mbegu hii ya kisasa ni mbegu ambayo wenyewe unavuna baada ya miaka 3 mpaka 2.5. Ina maana hii itakutengenezea wewe utajiri wako, unaanza kupata mafanikio na kupata pesa zaidi kwa mwaka mara mbili kwa baada ya miaka 3 au 2.5. Na kitu kingine cha kuweza kuzingatia ili uweze kutimiza malengo haya, inatakiwa wewe uweze kuhudumia shamba lako kwa kuweza kupulizia dawa ya kuua wadudu, kwani ndimu ni zao kama mazao mengine, ni zao ambalo pia linaathiriwa na wadudu. Kuna wadudu aina mbalimbali ambao wanaweza wakaathiri ndimu yako na usiweze kutimiza malengo hayo. Kwa hiyo ili uweze kutimiza hayo malengo, lazima uweze kupata dawa ya kuweza kupulizia wadudu kwenye shamba lako la ndimu. Na washauriwa uweze kupulizia pindi pale maua yatakapoanza kuchomoza na pale utakapoona dalili mbalimbali ya kupata nini, dalili mbalimbali ya mmea wako kuweza kuugua. Na kitu kingine ndugu mtazamaji, inatakiwa uweze kupanda kwa kuweza kuzipa nafasi ili kusudi kuwe kuna mpishano wa hewa ndani ya shamba lako. Ina maana kwamba inatakiwa uweze kupanda uhesabu miguu 5 urefu na miguu 5 upana. Ukipanda hivyo katika stafu nzuri ya miguu 5 urefu na miguu 5 upana, ina maana kwamba ndimu yako wewe utaipa nafasi ya kuweza kubadilishana hewa, nafasi ya kupumua na nafasi ya kuweza kujichanua na kuweza kutanuka ili kusudi kuweza kupata mavuno yaliokuwa ni mazuri. Na utajiri wako ule wa kuvuna mara mbili kwa awamu, ina maana kwamba itatimia kwa sababu utakuwa unamiliki ndimu nyingi ambazo zinakuwa zina uhakika. Na kitu kingine ndugu mtazamaji, inatakiwa uweze kuwa na upande ndimu nyingi, kuanzia ndimu miche 100 kupanda mbele. Usiweze kupanda ndimu chache ukawa na miche 2 au miche 3, itakufanya wewe ukata tamaa mapema na kutimiza malengo ya kupata mamilioni ya pesa. Kwani unapokuwa unapanda ndimu nyingi, ina maana ndimu kuanzia miche 100 kupanda mbele, ina maana itakupelekea wewe kuweza kupata pesa zaidi na zaidi. Unapokuwa unapanda miche 100 na kuendelea, kwa mche mmoja ukikupa takriban shilingi 50, na mche huo mmoja ukizidisha mara 100, ina maana utapata pesa nyingi ambazo zitakusaidia wewe katika mambo yako mbalimbali. Kwa hiyo ili kusudi uweze kutimiza malengo ya utajiri wa kilimo cha ndimu, inatakiwa upande miche kuanzia 100 na kuendelea. Na kitu kingine inatakiwa miche yako wakati wa upandaji kuweza kutia mbolea. Bila kutumia mbolea kiukweli miche itakuwa ni ndumavu na miche itakuwa haiko vizuri, na malengo yale ya kuweza kutimiza kupata utajiri kupitia ndimu itakuwa ni ngumu. Na kitu kingine inatakiwa uweze kupata maji. Shamba lako kuwe kuna uhakika wa upatikanaji wa maji aidha kumwagilia au maji ya kutumia mabomba. Kule tunatumia zile drip irrigation. Kama unatumia drip irrigation, itakupelekea wewe kuweza kupata pesa ambazo ni nyingi kupitia kilimo cha ndimu, kwa sababu utakuwa na uhakika wa kuvuna mara 2 kwa msimu. Na kitu kingine ndugu mtazamaji, inatakiwa uweze kupalilia shamba lako liwe safi wakati wote. Uweze kufanya palizi, upalilie, ndio utaweza kutimiza malengo hayo ya kuweza kupata mamilioni ya pesa
kwa mwaka mara mbili. Ngoja pia tuweze kumsikiliza mkulima wetu aweze kutupitisha na kuweza kutuelekeza hatua mbalimbali za upandaji na mavuno ya midimu. Hii ni tunda hili. Hii ni tunda la ndimu ambapo tayari sasa hivi ndio nataka ianze. Kwa hiyo hii ni hatua ya kwanza. Ina maana hapa mpaka mwakani Mungu akipenda tayari mimi naanza kuvuna na kuanza kupeleka sokoni. Kwa hiyo kitu cha msingi kabisa ambacho inabidi uweze kukifahamu ni kuhusiana na swala zima la upatikanaji wa masoko, kwani unapokuwa unalima ndimu nia na malengo na matarajio yako ili uweze kupata soko na uweze kuuza ili kusudi kuweza kujikwamua kiuchumi. Hivyo basi kama utakuwa soko lako linakuwa ni changamoto, pia itakupelekea wewe kutokuweza kutimiza malengo yako, na itakuwa pia ni sababu kubwa ambayo itapelekea wewe zao hili la ndimu kuweza kulichukia na kuona kama zao hili halifai. Kwa hivyo kuna njia mbalimbali ambazo unaweza kupata masoko, aidha kupitia mitandao ya kijamii au kupitia kupeleka sample, yani maana ukachukua ndimu yenye shambani na kwenda kutangaza katika maeneo mbalimbali, na pia kuweza kupata simu, namba za simu, kuanza kuwapigia wale watu wa sokoni, au pia unaweza kutumia madalali ili kuweza kupeleka mzigo wako mapema na kuweza kufanikiwa. Zote hizi ni mbinu ambazo unaweza kuzitumia na zikakuletea tija ya kuweza kupata mavuno, kuweza kupata pesa na kuweza kutimiza malengo yako, kwa sababu unalima ili uweze kuuza. Kama utakosa wateja, itapelekea kukatisha tamaa na utashindwa kuweza kuuza, na zao hili utaliona kama zao ni changamoto na ni shida. Karibu tuendelee kumsikiliza mkulima akiendelea kutupa elimu. Hii zao kwamba halina gharama. Hii zao halina gharama. Hii zao kupanda tu, gharama zake ni zipo, ila ndogo mno. Haziwezi, yani tena ndogo kweli, ndugu mtangazaji. Kwa hiyo hii zao haina gharama kubwa kwenye maandalizi yake mpaka kufikia hivi vilivyo. Kwa yote ambayo tumeweza kujifunza kuhusiana na swala zima la kilimo cha ndimu, kuna mambo mbalimbali ambayo lazima mkulima wetu ataweza kutuelekeza na kutufundisha ili tuweze kuwa miongoni mwa wanufaika wa zao hili la ndimu. Kwa utamsikiliza mkulima hapa kitu gani cha kuweza kufanya ili tuweze kutimiza malengo yetu. Mkulima, karibu sana uweze kutufundisha. Kwamba inahitajika sana uvumilivu wa hali ya juu, kwa sababu zao ambalo kama inachukua miaka 2 miaka 3 bado wewe hujavuna. Na ndugu mtazamaji, kama tulivyokuwa tunamsikiliza mkulima wetu hapa, ameweza kutupa elimu na kutupitisha kuhusiana na swala zima la kilimo cha ndimu, na tumeweza kuangazia kuhusiana na mambo mazima ya vitu gani vya kufanya ili kusudi uweze kupata mavuno yaliokuwa ni mazuri na pia uweze kupata faida iliyokuwa ni nzuri. Yale mambo yote ambayo tumeweza kujifunza, kama ikitokea wewe unataka uanzishe kilimo cha ndimu na haya mambo haujaweza kuyazingatia, kiukweli hautakuwa ni miongoni mwa watu watakaonufaika na kilimo hiki cha ndimu. Na kama utaweza kuchukua hatua na kuweza kufanya yale yote ambayo umejifunza kupitia video hii, ina maana itakupelekea wewe kuweza kufanikiwa na kuweza kutimiza malengo yako yale yote ulionayo katika swala zima la ndimu. Kwa ndugu mtazamaji, pia zao hili la ndimu lina faida kubwa sana, kwani litakuingizia pesa na kuingizia kipato. Kwani mkulima wetu hapo kama ulivyomsikiza pale awali, amekuwa akiendesha maisha yake kupitia zao hili la ndimu kwa kusafirisha kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, kutoka pale shambani kwake mpaka kupeleka sokoni au kupeleka mikoani na kuweza kulisha familia yake. Kwa hiyo ndugu mtazamaji, kikubwa tu yale mambo yote muhimu ambayo tumeweza kuzungumzia kuhusiana na kuandaa shamba, kuandaa mbegu bora na kuweza kupulizia, kuweza kupanda kwa mistari au kupanda kwa hatua sahihi. Vyote ukivifanya hivyo, matunda yake utakuja kuyapata. Ina maana utapata matunda bora na matunda yatakayopelekea wewe kuweza kupata kipato kilichokuwa kiko vizuri. Kwa ndugu mtazamaji wa Nebuye TV, hapo inabidi uweze kuchukua hatua, uweze kufanya hayo mambo ili uweze kufanikiwa. Na kama hautaweza kuchukua hatua ya kuweza kufanya vitu hivyo nilivyokuelezea hapo awali, ina maana wewe hautakuwa miongoni mwa watu watakaopata vizuri faida, na watakuwa ni watu ambao wanalalamika kuona kwamba
wanalima ndimu lakini hawapati faida, wanalima ndimu lakini ndimu zao hazifanyi vizuri. Ni kwa sababu kuna hatua mbalimbali ambazo wao wameweza kuzikosea, ndio maana wanapelekea kwamba mavuno kuwa ni madogo na yale mavuno yao kutokuwa na tija. Kwa nia na malengo, ndugu mtazamaji, uweze kulima na uweze kupata faida kubwa kama mkulima wetu alivyokuwa anatuelekeza hapo, na kilimo chako kiweze kuwa na tija ili kuweza kutoa sehemu moja kwenda kupeleka sehemu nyingine, ina maana kwamba uweze kupata mafanikio yaliyokuwa yako vizuri. Kwa hiyo ndugu mtazamaji, nakukumbushia tu kuweza kutufuatilia na kuweza kutazama video hii kuanzia mwanzo mpaka mwisho, na yale yote uliyopata kupitia video hii ili uweze kuwafundisha na wengine, na pia wao waweze kujikwamua kupitia kilimo hiki cha ndimu. Kwa kilimo cha ndimu kama mkulima alivyosema pale, ni kilimo ambacho kinahitaji uvumilivu, kwani kilimo cha muda mrefu. Ina maana miaka 3 kwa mbegu za kisasa au miaka 5 kwa mbegu za asili. Kwa hiyo ukifanya hivyo, hiyo bila kuwa na uvumilivu, hiyo itapelekea kwamba wewe kutokuweza kufanikisha. Na kama utakuwa na uvumilivu, ina maana kwamba utaendelea kuvuna zao lako miaka na miaka na miaka na miaka. Naamini hapo ulipo kuna ndimu ambazo zipo zimekuzunguka, na zile ndimu wewe umezikuta au umezaliwa umezikuta. Kuna watu ambao wamepanda, kwa upige hesabu toka umezaliwa na zile ndimu umezikuta mpaka leo una miaka mingapi. Kwa maana ni zao hili ni zao endelevu, na pia ni zao ambalo lina faida kubwa na ni zao la kudumu. Utavuna wewe pamoja na kizazi chako. Na asili kubwa ya kuweza kupata mavuno yaliyokuwa ni makubwa na kupata pesa nyingi, naomba uweze kuandaa shamba kubwa na uweze kupanda midimu kuanzia midimu 100 na kwenda mbele, ndio hela yako tuweze kuiona vizuri. Lakini usianze kupanda tu mdimu mmoja au midimu 3 au midimu 4, hiyo kwa kweli utakuwa unaona pesa ni ndogo, kwa sababu wewe umepanda kitu ambacho ni kidogo. Hiyo mpenzi mtazamaji, nakukumbushia tu ili uweze kupata mavuno yalikuwa ni makubwa, panda ndimu kwa wingi. Panda walau miche kuanzia 100 kwenda juu. Hapo utaweza kupata mavuno yalikuwa ni mazuri. Na hatua zako za kupanda usisahau vile vile kwamba hatua miguu 5 urefu, miguu 5 upana. Hiyo itakupelekea wewe kuweza kufanikisha vizuri na kuweza kutimiza malengo yaliokuwa ni mazuri. Na idadi ya midimu ni vile vile midimu 100 na kuendelea. Hapo ulipo anza kuchukua hatua, na kama tayari una shamba la midimu ambayo ni michache, ongeza midimu kila mwaka na panda midimu kwa muda ule ambao mvua zinaanza. Ni muda ambao mvua zinaanza kunyesha, panda ndimu, au kama unao uwezo wa kumwagilia, panda unamwagilia, kwani midimu ina faida kubwa na watu wengi wameweza kutajirika na wameweza kuwatoa katika hali ya umaskini kupeleka katika hali ya utajiri, kwa sababu wamepanda kwa hatua na wanapata pesa, kwani ni zao ambalo lina uhitaji mkubwa. Naomba uweze kupanda kitu au ufanye kilimo ambacho kina uhitaji mkubwa katika jamii, kwani jamii yetu kiukweli inahitaji sana ndimu. Ndio maana ukipanda ndimu vizuri utapata soko la uhakika, kwa sababu ni kitu ambacho kina uhitaji na watu wengi wanakitumia na wengi wanakihitaji. Hivyo basi naomba ufanye hivyo ili kusudi uweze kupata faida kubwa kubwa kama mkulima wetu ambaye tunamuona katika skrini, na wewe pia utakuwa ni miongoni mwa mtu ambaye utakayefaidika, na mambo yote yanawezekana. Kikubwa nakukumbushia ndugu mtazamaji, mwisho mwa video hii ndio mwanzo mwa video nyingine nzuri ambayo inatoa elimu na kuweza kuelimisha. Kikubwa tu naomba andika kwenye comment pale ndimu ili niweze kutumia kitabu cha ndimu. Pia naomba uweze kusubscribe na comment.